Sawa. Baada ya kulifuta hapo, tunakuja kuangazia kwamba katika njia ya pili kwamba jedwali la hekima ya Wagiriki na Wayunani na watu wa Mashariki. Sawa. Hitilafu ya pili hiyo ya namna ambavyo hizo herufi zilivyopewa tabia na namna ambavyo hao shekhe walivyohitilafiana katika masala haya. Sasa hapa natulazimu pia tuchore jedwali lingine. Sawa, angalau hata litakuwa kama ni kwa ufupi. Tuchore hivi. Sawa, tuchora hivi, tuchora hivi, tuchora hivi, hapa, tuchora hapa, malizie hapa. Sawa mashekhe. Kwa hiyo hapa anasema hivi kwamba huu mpangilio ama hili jedwali la hekima ya Wagiriki na Wayunani na watu wa Mashariki, wao mpangilio wao ni mpangilio wa nguvu za nini? Nguvu za tabia. Ni mpangilio wa nguvu za nini? Za tabia. Mpangilio wa nini? Wa nguvu za tabia. Wanapangaje wao sasa katika mpangilio huu wa nguvu za tabia? Mpangilio wa nguvu za tabia kwa maana ya kwamba hapa wanaanza na moto, kama tulikwisha kusoma huko nyuma kwamba haya makundi mawili yote wanakubaliana kwamba upande wa moto ndio wenye kuanza. Hapo hawahitilafiani. Sawa. Lakini baada ya moto wao wanakuja hapa wanafuatisha nini? Upepo. Baada ya upepo hapo wanafuatisha nini? Wanafuatisha maji. Baada ya maji wanafuatisha nini? Wanafuatisha udongo. Sawa. Kwa hiyo humu ndani tunakuja tunapanga herufi ab, jad, hawaz, utwi, kali, man, sa, fas, qara, shad, sa, kha. Tuishie tu hapa. Sawa, kwamba wanapanga hivyo kwa mpangilio wa nguvu za kitabia. Sasa hapa tuongeze kitu kwamba hapa ni 7, hapa ni 6, hapa ni 5, hapa ni 4, hapa ni 3, hapa ni 2, hapa chini ni 1. Sawa, hapa chini ni 1. Hizi herufi zinazofuatia hapa chini ni 1. Sasa tutaelewa tu maana ya hayo sasa. Kwa hiyo mpangilio huu sasa, herufi zinapangwa vile vile, lakini katika kuzipa tabia hizi herufi ndipo wanapotofautiana. Katika somo lililotangulia tuliona hapa herufi zinabaki hivi hivi, lakini hapa ni moto, hapa ni udongo. Lakini hawa Wagiriki wao hapa kwenye udongo wamesema ni upepo. Tukioje upepo. Sawa, udongo, upepo. Ile somo la awali. Lakini hawa Wagiriki wanasema tabia itakayofuatia hapa ni nini? Ni maji. Sawa, kisha wanamalizia nini? Udongo. Hawa Wagiriki. Lakini kule hapa palikuwa panamalizikia na nini? Na maji. Kwa hiyo ndio tofauti. Lakini herufi zinabaki vile vile. Sawa? Sasa anasema jedwali hili linatokana na elimu ya kale ya Wagiriki ambao ni Wayunani, sawa, na wanazuoni wa Mashariki. Wao hawakutazama nyota kwanza,
bali walitazama nguvu ya athari, kwa maana ya nini? Ya kuwa, yaani nguvu ya athari ya tabia za nini? Za vitu. Wao walitazamia athari, yaani nguvu, yaani katika tabia huwa kuna nguvu ambayo ile nguvu ndio huwa inatoa athari ima ya heri au ya shari kwa nani? Kwa wanadamu. Sawa? Anasema tabia 4 za msingi ndio asili ya nini? Ya vitu vyote. Sawa? Kila kitu ulimwenguni pamoja na binadamu na maneno hurudi kwenye nini? Kwenye tabia hizi 4. Sawa? Anasema kwamba kila kitu hapa ulimwenguni hurudi kwenye tabia ngapi? Kwenye tabia 4. Sawa? Sasa hapo chini akaandika kitu kinachoitwa hapo kwenye tabia alafu maelezo. Sawa? Akaandika kwamba joto jumlisha ukavu. Sawa? Joto jumlisha ukavu, kama tulivyokwisha kusoma huko awali, tunapata nini? Tunapata moto. Sawa? Sasa huu moto huu una maana gani ama unafanya nini? Huu moto hapa huleta nguvu. Sawa? Yaani huleta nguvu, lakini pia huleta ukali, lakini pia huleta nini? Huleta ushindi. Sisi tunaelewana vizuri? Lakini akaja akasema joto jumlisha unyevunyevu. Sawa? Tunapata nini? Tunapata upepo. Huu upepo unafanya kazi gani? Sawa? Huu upepo anasema huleta ukuaji, upanuzi na huleta nini? na huleta riziki. Sawa eh? Lakini pia akasema kuna baridi jumlisha unyevunyevu. Tunapata nini? Maji. Sawa eh? Kama tulivyokwisha kusoma huko nyuma, tunapata nini? Tunapata maji. Hapo kwenye maji wanafanya mambo gani? Kuna mapenzi, upole, maridhiano. Sawa eh? Na tunaposema maridhiano maana yake ni islahi. Sawa eh? Lakini pia kuna baridi jumlisha ukavu, unapata nini? Udongo. Hapa kwenye udongo kuna nini? Kwenye udongo kuna subira, uthabiti na kuchelewa kwa mambo. Sawa eh? Uthabiti kwa maana ya kudumu kwa jambo. Lakini pia subira kwa maana kwamba kuchelewesha au kufanya uvumilivu katika masuala fulani. Sawa? Tusisahau somo letu la hii nadharia ya Wagiriki linazungumzia mpangilio wa nguvu za tabia, kwamba wao hizi herufi walivyozipanga na kuzipa tabia, walizipa tabia kutokana na nini? Na nguvu za hizo tabia. Sawa? Kwa maana kwamba kuna tabia ambayo inakuwa ina nguvu kuliko nyingine. Sawa? Na kwa munasaba huu hapa, manake moto una nguvu kuliko upepo, na upepo una nguvu kuliko maji, na maji yana nguvu kuliko udongo. Sawa eh? Nafikiri tutaviona hapa mbele. Sasa anasema mpangilio wa nguvu kwa wanazuoni wa Kiyunani. Sawa? Anasema huu mpangilio wa nguvu huu kwa hawa wanazuoni wa Kiyunani, anasema mpangilio huu ni kutoka iliyo na nguvu nyingi hadi iliyo na nguvu kidogo. Sawa eh? Kama tulivyosema, ni kutoka iliyokuwa na nguvu nyingi kuja iliyokuwa na nguvu kidogo. Kwa maana kwamba wameanza na moto una nguvu nyingi, wakafuata upepo ndio nguvu inayofuatia, na wakafuata na nini? Na maji ndio nguvu inayofuatia, wakafuata na udongo ambao ndio nguvu dhaifu ya mwisho. Sasa akasema joto jumlisha ukavu. Sawa? Anasema nguvu zaidi. Kwa maana tumesema hapa joto jumlisha ukavu tunapata moto. Sasa akasema joto jumlisha ukavu ni nguvu zaidi. Kwa maana kwamba huleta maana ya kushinda haraka na hutumika katika mamlaka, ushindi, kukata maamuzi. Sawa eh? Kwa hiyo hapa pia tunapata kwamba chochote kilichoko chini ya mamlaka ya moto, chochote kinachotawaliwa na moto, iwe buruji, iwe herufi, iwe shikeli, maana yake ni kwamba tunaweza kuitumia sawa, katika kuleta mamlaka kwa mtu ama kuleta ushindi kwa mtu. Sawa?
na kukata maamuzi. Sawa. Kukata maamuzi yana maana kwamba tunaweza tukasema pia hata kubadilisha hukumu. Sawa, tunasema kwamba pia ni kubadilisha hukumu. Sawa, lakini pia nasema nguvu ya pili ni joto jumlisha unyevunyevu, ambayo tumesema hapa tunapata nini? Upepo. Sawa, anasema hufanya kazi gani? Anasema ni nguvu yenye baraka. Kwa hiyo katika upepo kumbe tunapata nguvu ya nini? Ya baraka, na huleta riziki, ukuaji na furaha. Kwa ukimtaka mtu awe na furaha, awe na amani, apate riziki, sawa, nafikiri tunatumia nini? Herufi za upepo au shikeli za upepo ama buruji za upepo ama kaukabu ya upepo. Nafikiri hapo tunaelewana kwa mfumo wa nguvu za tabia. Tatu, ubaridi jumlisha unyevunyevu, tumesema tunapata nini? Maji. Ndiyo nguvu inayofuatia. Sawa? Panapatikana mambo gani? Ni nguvu ya upole. Hapa panapatikana nguvu ya upole. Sawa? Na huleta mapenzi, amani na kukubaliana. Kwa hiyo kumbe katika maji panapatikana nini? Panapatikana mapenzi, panapatikana amani na panapatikana kukubaliana, kwa maana ya maridhiano. Kama watu walikuwa hawakubaliani, unaweza kutumia buruji ya maji kufanya watu wakubaliane, au herufi ya maji kufanya watu wakubaliane, ama herufi ya maji kuwafanya, ama shikeli ya maji kuwafanya watu wafanye nini? Wakubaliane. Lakini pia hii tabia ya maji haishambulii, bali yenyewe inafanya nini? Inaunganisha. Hii ni kwa nadharia ya watu ya Wagiriki na watu wa Mashariki. Wao wanasema kwamba kwenye tabia ya maji hakuna ubaya. Anaposema haishambulii, ana maana kwamba hapafanyi ubaya hapa. Lakini katika mapokezi mengine kwenye maji panashambulia. Panashambulia, panapiga. Sisi unaona vizuri Kitaka mtu kumpiga baridi isiyoisha utapiga hapo. Na kadhalika. Mambo mengine mengi hapo kwenye maji. Ila wao wanasema kwamba kwenye maji hapafanyi mambo ya kupiga. Ni mambo yote ya nini? Ya heri. Haya. Kitu cha 4 anasema baridi jumlisha ukavu. Sawa, baridi jumlisha ukavu tukasema tunapata nini? Udongo. Ndio daraja la nini? La mwisho hapo juu. Sawa Pana mambo gani hapa? Hapa panaashiria polepole, yani kwa maana kwamba mambo kuwa polepole, kwenda polepole na kuleta subira, uthabiti na kuchelewa. Sisi tumeona vizuri, kuleta uthabiti na nini? Na kuchelewa. Kwenye nini? Kwenye udongo. Kwa hiyo wanataka kulichelewesha jambo, ni shikeli ya udongo au herufi ya udongo au buruji ya udongo au kaukabu ya udongo. Sawa Anasema huchelewesha lakini hudumisha haraka. Hapa kuna vitu viwili. Kuna kuchelewesha jambo, halafu kuna kazi nzima ya hii tabia ya udongo yenyewe pia kazi yake inakwenda taratibu, yani inachelewesha mambo. Sasa katika kuchelewesha mambo, sawa? Katika kuchelewesha mambo, kwa hiyo kama utaitumia hii herufi ya udongo, ama shikeli ya udongo, ama buruji ya udongo, ama kaukabu ya udongo, ujue hilo jambo halitoleta majibu haraka. Sawa? Lakini yale majibu yatapatikana. Na atakapokuwa yamepatikana, ili jambo litakuwa ni la kudumu. Sawa Kwa hiyo kama ni masala ya mambo ya mapenzi, basi mtu atachelewa kuona nini? Kuona matokeo ya yule anayempenda, kama anampenda ama vipi. Sawa, wewe umeunganisha watu. Sasa lile tukio la kuungana wale watu litachelewa kupatikana. Lakini litapatikana. Na baada ya kuwa limepatikana, wale watu wamekubaliana na wamekuwa ni wamoja sasa katika mapenzi yao, watakuwa ni wenye kudumu. Ndio maana anayotueleza hapa. Iwe ni kwa shikeli ama kwa herufi ama kwa buruji au kwa kaukabu. Sawa Haya. Sasa anasema hapa uhusiano wa jedwali hili na herufi. Tunakuja sasa kuingia humu ndani. Sawa Anasema uhusiano
wa jedwali hili. Jedwali gani? Jedwali ambalo tumelisoma hapa nyuma, kwa maana ya joto, ukavu, joto, unyevunyevu, ubaridi, unyevunyevu na ubaridi, ukavu. Ndio anasema hapa sasa uhusiano wa jedwali hilo na nini? Na herufi. Sawa? Hizo nguvu hizo za kitabia, uhusiano wake na hizi herufi ni vipi? Wanazuoni wanasema kila herufi ina tabia yake, si thamani ya hesabu tu. Sawa? Kule nyuma katika somo la kwanza kwa wale wa Wahindi tumeona kwamba wao katika mzunguko wao wanazingatia hesabu, kwa maana kwamba alifu 1, be 2 na jim 3, dali 4. Si ndio? Tumeona hivyo. Sasa hawa Wagiriki wao wanasema hivi, kila herufi ina tabia yake, kwa maana kwamba hawa Wagiriki wao wanadili na tabia zaidi kuliko kitu kingine chochote. Tutaona sawa, kwamba kila herufi ina tabia yake, si thamani ya hesabu tu, kwa maana kwamba wao wanakataa kwamba kuzingatia kuitumia hii herufi ya alifu kwa kutumia nini? Kwa kutumia hesabu ya 1. Asema hapana. Sawa, sisi tunadili na nini? Na tabia. Sawa, nadili na tabia. Anasema kwa mfano, sawa, anasema kwa mfano herufi kali, joto jumlisha ukavu. Tumesema joto jumlisha ukavu ni nini? Ni moto, si ndio hivyo? Sasa joto jumlisha ukavu ni moto, ambao hapo kwenye moto tunapata nini? Kuna ukali, kwa maana kwamba kwenye nini? Kwenye tabia yani ni ya moto kunaleta nini? Ukali. Na tunaposema ukali kwa maana nyingine, kwa maana ni mambo ya kupiga, na hata kama ataingia mambo ya heri. Sawa? Lakini pia herufi laini ni zipi? Ni baridi, unyevunyevu, ambazo baridi, unyevunyevu kwa maana herufi za nini? Za maji. Lakini pia herufi nyepesi. Sawa? Hizi herufi laini kwa maana kulainisha mambo, sawa, kuyafanya mambo yawe mepesi. Sawa? Lakini pia herufi nyepesi ni joto, unyevunyevu, kwa maana kwamba joto, unyevunyevu tulipata ni nini? Ni tunapata upepo. Sawa? Lakini pia kuna herufi nzito ambazo ni baridi jumlisha ukavu. Baridi jumlisha ukavu tuseme tunapata ni nini? Ni udongo. Sawa? Kwamba hizi herufi za udongo ni nini? Ni nzito. Haya. Anasema ndio maana si kila herufi inafaa kwa kila haja. Sawa? Ndio maana anasema si kila herufi kwamba inafaa kwenye nini? Kwenye haja, kwa maana kwenye kuitumikisha katika shida. Kubadili maneno wakati mwingine ni muhimu kuliko kubadili nia. Sasa hapa ndio nifuate vizuri tuweze kuelewana. Anasema ndiyo maana si kila herufi kwamba inafaa kwa kila haja. Hizi herufi zote 28 hawa Wagiriki wao wanasema si kila herufi kwamba itatumikishwa kwenye kila haja. Hapana, bali kubadili maneno wakati mwingine ni muhimu kuliko kubadili nia. Sasa tunarudi katika somo letu la taskini alhurufu. Tukumbuke hapa bado tupo kwenye taskini alhurufu. Hili somo lote linapatikana ndani ya taskini alhurufu, si ndio mashehe? Sasa kama bado lipo ndani ya taskini alhurufu, na anatuambia kwamba si kila herufi kwamba tunaweza tukaitumia katika mambo yote, bali kubadili maneno wakati mwingine ni muhimu au ni bora zaidi kuliko kubadili nia. Sasa tunarudi katika somo letu.